Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'a min kulli aibi ka'annaka kad khuliqta kama tasha'u. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'una wal mushahiduna alkiram. Ndugu zangu watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darasa zetu, na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia ayatu shifa. Ayatu shifa, kwa maana leo tutakumbushana aya za ponyo. Aya za ponyo, aya za pozo. Lakini ndugu yangu mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel yetu, ni kuombe usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Naam, aya hizi ndugu zangu zimetajwa na wanawazuoni wengi, akiwemo Al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Ruhul Maani, alipokuwa akizungumzia kuhusiana na ruqya na aya zake, akazitaja aya hizi. Ukienda kuangalia katika Ruhul Maani, katika tafsiri yake ya Ruhul Maani, Al-Alusi, mwanawazuoni yuaitwa Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, amezitaja aya hizi. Taib, anasema aya ya kwanza ni aya ya 14, aya ya 14 mpaka 15 ambazo zinapatikana katika suratu Tauba, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, qatiluhum yu'adhibuhum Allahu biaydikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhhib ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu ala man yashau wallahu alimun hakimu. Hiyo ni aya, hizo ni aya miongoni mwa ayatu shifa kama alivyozitaja Al-Alusi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Ruhul Maani. Taib, lakini aya nyingine ni aya ya 57 inayopatikana katika suratu Yunus, aya inayosema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lilmu'minin. Hiyo pia ni miongoni mwa ayatu shifa kama alivyosema Al-Alusi, mwanawazuoni anaitwa Al-Alusi rahimahullahu ta'ala fi tafsirihi Ruhul Maani. Taib, lakini aya nyingine anasema ni aya ya 20. Hii ni aya Taib, ni aya ya 28 mpaka 29 katika suratu Nahli, aya inayosema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minash shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnasi inna fi dhalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alazim. Hiyo kadhalika ni miongoni mwa ayatu shifa kwa maelezo ya Al-Alusi ambaye ni mwanawazuoni mkubwa katika wanawazuoni wa Kiislamu, ni katika wale maulama al-allama, huyu tunaweza tukamwita namna hiyo. Taib, kwa hiyo aya nyingine ni hiyo ambayo ni aya, tumesema ni aya ya ngapi? Taib, tumesema ni aya ya 20 na
28 mpaka 29. Taib, lakini aya nyingine shekhe anasema katika ayatu shifa ni aya inayopatikana katika suratu Shuara, aya ya 75 mpaka aya ya 80, aya inayosema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maristu fahuwa yashfin. Hizi ni katika ayatu shifa. Ahibba wa aizza, ndugu zangu watazamaji watukufu, hizi ni miongoni mwa ayatu shifa, aya za ponyo, za pozo. Takuelekeza baada hizi aya utazitumia katika hali ya namna gani biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Taib, lakini aya nyingine ni aya inayopatikana katika suratu Fussilat, aya ya 44, aya inayosema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabiyyun qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa'u walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqru wa huwa alayhim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sadaqallahu alazim. Hii pia ni miongoni mwa ayatu shifa kwa maelezo ya Al-Alusi rahimahullahu ta'ala, ukienda kuangalia katika tafsiri hii Ruhul Maani taban. Lakin aya nyingine ni aya Tayyib, ni aya ya 82 taban. Ile ilikuwa ni 68, ile suratu Nahli ile wa auha rabbuka ila nahli yani ittakhidhi min aljibali buyuta, ilikuwa ni 68 mpaka 69. Hii sasa ni suratul Isra, sura ya 17 aya nambari 82. Hii pia ni katika ayatu shifa, miongoni mwa ayatu shifa kama shekhe alivyoeleza, aya ambayo inasomeka wanunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara illa khasara. Taban, sasa aya hizi kama una ndugu yako ana maradhi, ana ugonjwa wa kawaida au sio wa kawaida. Tukisema wa kawaida ni ugonjwa ambao unaonekana hospitali. Ugonjwa ambao sio wa kawaida ni ugonjwa ambao hauonekani hospitali. Kwa mfano amerogwa au amehusudiwa au ana mashaitan au ana maradhi ya kibri, ana maradhi ya chuki, ana maradhi ya kuipenda dunia, kwa sababu yote ni maradhi hayo. Mtu unakuta anaipenda dunia kuliko akhera, yote ni maradhi hayo. Ana maradhi ya kujiona kwamba yeye ni bora kuliko wenzie kwa sababu ya mali, kwa sababu ya ilmu, au labda kwa sababu ya cheo alichokuwa nacho, yote ni maradhi hayo. Au ana maradhi ya kujionesha, kufanya ria, kufanya mambo kwa kujionesha. Basi wewe chukua aya hizi tulizozitaja, chukua aya hizi, chukua maji masafi, yasomee aya hizi, kisha mpe anywe, mengine aoge, kwa nia ya Allah kumuondoshea maradhi yanayoonekana na yasiyoonekana. Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala atapona kabisa. Kikubwa ni imani tu, yani msiwe na shaka, yani msitie shaka wakati mnafanza hiyo dua. Muwe na imani madhubuti kwamba inna Allaha shafi,
inna Allaha, kwamba hakika Mwenyezi Mungu ni mponyeshaji. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuondosha maradhi, ndiye mwenye kuondosha ugonjwa. Muwe na hiyo yaqini, mfanze hiyo dua kwa yaqini, basi Mwenyezi Mungu atamsaidia na ndugu yako huyo atapona. Mwisho ndugu zangu, kwa wale ambao hamkubahatika kupita madrasa kwa maana ya kwamba hamwezi kujisomea wenyewe, basi tuwasiliane kwa msaada wa kuja kukusomea. Nambari zetu ni 0652286323. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.